Tundu Lissu ni kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ambaye anakabiliwa na shtaka la uhaini, treason, kwa madai ya kuhamasisha makundi ya kuipinga serikali. Mahakama ya Kisutu, Dar es Salaam, imeendelea kusikiliza kesi yake ambapo ushahidi wa polisi umeanza kukatwa kisha kuhojiwa vikali. Kesi yake inachukuliwa kuwa ishara ya msukosuko uliozidi katika siasa za Tanzania. Mashirika ya haki za binadamu yameonyesha kuwa mazingira ya upinzani yamezidi kuwa magumu. Lissu amekuwa mstari wa mbele kukosoa mfumo wa uchaguzi nchini na kusisitiza kuwa mbinu za uchaguzi zinahitaji maboresho kabla ya kuwa huru na haki. 2. Uchaguzi mkuu wa Tanzania unaofanyika kesho. Uchaguzi mkuu wa Tanzania umepangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025, ambapo wananchi watachagua rais, wabunge na baadhi ya madiwani. Serikali imeitangaza siku ya uchaguzi kuwa siku ya mapumziko ili kurahisisha upatikanaji wa wapiga kura na kuhimiza ushiriki wa juu. Timu za waangalizi wa nje, ikiwa ni pamoja na African Union (AU) na Southern African Development Community (SADC), zimewasili nchini kwa lengo la kufuatilia usalama wa mchakato wa uchaguzi. Hata hivyo, mashirika mengi ya haki za binadamu yanaonya kuwa uchaguzi unafanyika katika mazingira ya ukandamizaji wa upinzani, vyombo vya habari na uhuru wa kujieleza. Uchaguzi huu unatarajiwa kuendelea na ushindi wa urais kwa kiamini kwa bendera ya chama kilichotawala kwa muda mrefu, Chama cha Mapinduzi (CCM), ambayo jana imehama kuongoza nchi tangu uhuru. 3. Uhusiano baina ya kesi ya Lissu na uchaguzi. Kesi ya Tundu Lissu imekuwa ikizungumziwa sana kwa sababu inaashiria jinsi matukio ya kisiasa yanavyoathiri mazingira ya uchaguzi. Anashitakiwa kwa kuhamasisha watu kutoshiriki uchaguzi bila marekebisho ya mfumo, jambo ambalo serikali inasema lilivunja sheria. Kutowaruhusu vyama vya upinzani vyenye nguvu kikamilifu kushiriki uchaguzi kunachukuliwa na wachunguzi kama kikwazo kwa uchaguzi huru na wa haki. Baadhi ya mashirika ya haki za binadamu wanasema kuwa hatua hizo za kisheria na za kikazi zinachangia hali ya hofu miongoni mwa wapiga kura na wapinzani. 4. Michango kwa wananchi na wapiga kura. Hata kama uchaguzi unavutia, ni muhimu kwa wapiga kura kujizatiti katika kujiandikisha, kwenda kupiga kura na kuzingatia taratibu za usalama na utulivu. Wananchi wanashauriwa kufuatilia taarifa za waangalizi na media huru ili kupata picha kamili ya mchakato. Ni muhimu kujumuisha mazungumzo ya utulivu na heshima kati ya vyama vya siasa. Mazingira ya amani yatasaidia kuhakikisha uchaguzi unafanyika vizuri. Kwa wale wanaohofia kupiga kura kwa sababu ya mazingira ya kisiasa au vya usalama, vyombo vya usalama vimetolewa ahadi ya kuhakikisha mchakato unafanyika kwa amani. Utafiti wa Chatham House unaonyesha kuwa uchaguzi unaokuja unafanyika katika mazingira ambayo upinzani umezidi kukandamizwa. Ni ushindi unaotarajiwa kwa chama kinachoongoza, na chaguzi hazionyeshi mabadiliko makubwa ya kisiasa. Kwa mfano, maoni ya Center for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria yaliashiria kuwa hatua za kuwanyamazisha wapinzani na kuwazuia kushiriki uchaguzi ni alama ya mzozo wa demokrasia nchini Tanzania. Wakosoaji wanasema nchi inaelekea kwenye mfumo wa uthibitisho wa uchaguzi, electoral authoritarianism, ambapo upinzani, vyombo vya habari huru na shirika la uchaguzi huru hupunguzwa ili kusimamisha nguvu ya chama cha utawala. 2. Kesi ya Tundu Lissu na athari zake. Tundu Lissu, kiongozi wa chama cha upinzani Chadema, anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, treason, akituhumiwa kuwa alihamasisha umma kuzua vurugu dhidi ya uchaguzi. Kesi yake inachukuliwa kuwa kielelezo cha matatizo ya haki za kisiasa, ikiwa ni pamoja na upungufu wa haki ya kujieleza, haki ya kushiriki siasa, na uhuru wa vyombo vya habari. Wataalamu wanaonya kuwa hali hii inaweza kuharibu imani ya wananchi kwenye mchakato wa uchaguzi na vyombo vya dola, jambo ambalo linaweza kuchelewesha maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha hali ya kina ya ukandamizaji. 3. Uchaguzi wa 2025, changamoto na hatari.
Wataalamu wa Council on Foreign Relations (CFR) wanaona kwamba uchaguzi wa 2025 unatarajiwa kuwa karne ya uchaguzi uliopangwa kabla, ambapo chama cha utawala kinatarajiwa kushinda bila ushindani wa kweli. Uchaguzi huo pia unakabiliwa na tatizo la upatikanaji mdogo wa waangalizi wa kimataifa na kikanda, jambo ambalo linaongeza shaka juu ya upatikanaji wa uwazi na haki katika mchakato. 4. Athari kwa uchumi na maendeleo. Wataalamu wanaashiria kuwa pale demokrasia inapoanguka au vyama vya upinzani kukandamizwa, kuna hatari ya kushuka kwa ushawishi wa uwekezaji wa kigeni, biashara ya huru, na uaminifu wa taasisi, vyote ambavyo vinaweza kuathiri ukuaji wa uchumi wa TS. Kwa mfano, utafiti wa Chatham House unaonyesha kuwa kukosa ushindani wa kisiasa hutoa ishara kwa wawekezaji kwamba sheria na sera zinaweza kubadilishwa bila uwiano wa haki, hali ambayo huongeza hatari za kibiashara. 5. Mapendekezo ya hatua za mwananchi. Kama mwananchi, unashauriwa kufuatilia vyema taarifa rasmi na za vyombo huru kuhusu mchakato wa uchaguzi, kama waangalizi, vyombo vya habari, na taasisi za haki za binadamu. Kuzingatia haki ya kupiga kura na kushiriki siasa kwa amani ni muhimu, lakini pia kuzingatia mazingira ya uchaguzi. Ikiwa kuna mashaka ya ushindani, kujua haki zako ni muhimu. Kushiriki katika elimu ya demokrasia na kutoa sauti juu ya mchakato wa uchaguzi ni mbinu ya kuongeza uwazi na uwajibikaji, hata kama mazingira yanazidi kuwa magumu.